Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi na Mipaka nchini, Erastus Edung Ethekon, amesema kuwa tume hiyo imechelewa kuratibu mipaka na kwamba zoezi hilo pia linaweza kuhitilafiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ethekon amesema zoezi hilo linapaswa kukamilika miezi miwili kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ukiwadia, tume ya IEBC imechelewa kuratibu mipaka kulingana na mujibu wa kisheria kuainisha data za Wakenya. Mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Ethekon ameweka wazi kuwa zoezi la kuratibu mipaka kwa undani sasa hivi itahitilafiana na utayari wa uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027, hivyo itaratibu mipaka kwa awamu tu. Undertaking full delimitation alongside these other competing and equally critical obligations would create significant operational bottlenecks and may compromise the overall electoral preparedness for the 2027 general election. While therefore aware of such constraints, the Commission has made a decision to undertake limited and phased activities towards electoral boundary reviews without compromising the quality and the level of preparedness for the upcoming general election, which is fast approaching. Ethekon akisema kuwa IEBC imechelewa kuratibu mipaka kutokana na vizuizi kadha, ikiwemo ukosefu wa makamishna wa IEBC kwa muda, kesi iliyoko mahakamani kuhusiana na utumizi wa data za mwaka 2019. Zoezi hili linapaswa kukamilika miezi 12 kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. 2019 census is a matter that is in court, and yet the Commission requires that data for us to publish what is called a preliminary report of boundary delimitation, and for us to publish a notice of intention to delimit electoral boundaries. And in the absence of that data, in the absence of that report, then our hands are tied and we cannot progress. Absence of commissioners, as you are aware, after the previous commission left office, in 2023 January, the IEBC remained without commissioners. Aidha, ameweka wazi kuwa katiba ya Kenya hairuhusu kuongezwa au kupunguzwa kwa idadi ya maeneo bunge yaliyopo, ila tume hiyo ina uwezo wa kuratibu na kusongesha mipaka kuwajumuisha wananchi katika maeneo bunge mengine kulingana na idadi yao. Even if we were to conclude this boundary review ahead of the 2027 general election, and I say if, we cannot increase these constituencies beyond the 290. Neither can we reduce them to below 290, because it's the Constitution that capped them, that placed them at 290, nothing more, nothing less. Look at is reviewing the names of those constituencies and the boundaries. We can change the boundaries to ensure a constituency with a large number can accommodate, with a smaller number can accommodate some populations from that constituency which carries more populations. But we cannot change the number of constituencies. Amezungumza haya wakati ambao baadhi ya viongozi na wananchi wakiwemo wa upinzani wameibua maswali kuhusiana na utayari wa uchaguzi wa haki mwaka ujao. Fredrick Kwambua, Undugu TV.